kusemezana, Mungu atapata kutubariki. So tumeshaweza kuomba, na baada ya kuomba niliweza kupatiwa jukumu na nikiweza kuambia kwamba tuanzie pale Gethsemane, alafu baadaye kwenye kitabu cha Danieli kuna mambo kadhaa wa kadhaa tutakuwa tukiangalia kuhusu mambo ya uombezi. Uombezi ni nini? Maana yake shujaa wa maombi sio yule pengine aliye na misuli ya mwili. Waweza kuwa mdhaifu sana kwa mwili, lakini moyo wako ukiweza kuwa na stamina ya kutosha kuweza kuomba. Unajua shetani haogopeshwi na vile ambavyo pengine ulivyo na misuli, pengine ujuzi ambao ulio nao ni kumtisha shetani, lakini kimoja tu ambacho huwa kinamfanya akapata kutatanikiwa ni yule Mkristo ambaye anatembea na Mungu na anamfahamu Mungu vema katika maisha yake na aliyenyenyekea kwake Yesu Kristo na kutembea pamoja naye. Yule mtu ambaye anaweza kupambana na huyo jamaa. Yule jamaa hawezi kumtisha kwa sababu ya kisomo chako, hicho atambui. He is a spirit, and this is a spiritual warfare. Kwa hivyo tutapata kuweza kuanzia pale. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru mara nyingine tena, ambapo tunapoenda kulisoma neno lako na kuweza kusemezana kwa muda mfupi, ninaomba kwamba utaweza kunena na kila mmoja wetu. Mimi ni chombo chako tu, mimi ninapungua, ukapata kuweza kuongezeka. Baba wetu kama ninaomba kwamba hata tutakapokuwa tukifika kikomo, kila mmoja wetu atakuwa amehimizika, na ninaomba pia nami pia Mungu wetu mama pia nami ukapata kuyagusa maisha yangu. Ninasema ni asante kwa Jumapili ya leo. Chochote kila ambacho kinaweza zuilia neno lako lisije likapata pala pema ndani ya mioyo yetu, tunaomba Mungu wetu mwema ukapata kuweza kuondolea. Wakati mwingine watu tunafadhaika, wakati mwingine tunakuwa na mawazo mengi. Mungu wetu mwema, ninaomba amani yako ikiweze kuwa ndani ya maisha yetu siku hii ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo na tumeshaweza kuomba na kuamini. Amen. So let me begin. Because of shortness of time, let me go direct. Nitaanzia pale Gethsemane. Maana tunajua pale Gethsemane ni nani alikwenda pale? Alikuwa ni Yesu na wanafunzi wake. Na hapo wameenda picnic. Walikuwa katika kipindi ambacho kilikuwa ni muhimu zaidi. Walikuwa katika kipindi ambacho kilikuwa ni cha Yesu kuweza kumalizia mkondo. Yesu alikuwa anamalizia mkondo kwa yale ambayo alikuwa ameweza kuja kufanya hapa duniani. Na tunaona kwamba alikuwa pale pamoja na wanafunzi wake wakipata kuweza kuomba. Na tuweze kusoma kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 36 na tuweze kusoma pamoja. Then Jesus went up with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I go over there to pray." And taking with him Peter and 2 sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping, and he said to Peter, So you could not watch with me 1 hour. Watch and pray, that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And again for the second time, he went away and prayed, My Father, if this cannot be passed unless I drink it, your will be done. And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. One thing I can be able to say, ukiweza kutazama maisha ya Yesu, maana tunaelewa pale Gethsemane, tunaona kwamba Yesu na wanafunzi wake walikuwa kiomba. Na la kwanza tunaweza kuelewa ni pahala ambapo divai ilikuwa inafinywa, the grapes used to be crushed there. And the man there also was there being crushed. Yesu pia alikuwa anasononeka kama vile tumeanza kuona. Alipoweza kuanza kuomba, moyo wake ulianza kusononeka na alikuwa na uchungu mwingi, alikuwa na hisi uzito. Na sasa alikuwa anafika kilele cha kile ambacho kilikuwa kimemleta duniani. Akaanza kuomba. Lakini kimoja tunaona, ijapokuwa alikuwa ni mwana wa Mungu, ijapokuwa alikuwa anajua kwamba yeye ni sehemu ya utatu wa Mungu, hakuja kwa Mungu na kifua. Alikuwa mnyenyekevu.
alijiachilia mikononi mwake Baba wetu wa mbinguni. Kimoja tunaweza anza kujifunzia pale ni kwamba mtu ambaye anayeomba ni mtu ambaye ananyenyekea kwake Mungu na anajiachilia kwa mapenzi yake Mungu. Maana alipokuwa anaomba aliweza kusema namna gani? Sio mapenzi yangu yaweze kutendeka, bali mapenzi yako. So that one thing. Aliweza kutambua na kutamani mapenzi ya Baba wake wa mbinguni na Mungu wetu yaweze kutendeka. Kwa hiyo inatufunza jambo la kwanza hapo, tuwe watu ambao tunanyenyekea kwake Mungu ili kwamba mapenzi yake yaweze kutendeka juu ya maisha yetu kama yalivyo kule juu mbinguni. Unajua what will is the best for you. Mungu hawezi kukuandalia maovu. Na Mungu hata kuandalia maovu. Hiyo tukubaliane. Mungu sio muovu. Shida zinaweza kuja njiani mwetu, lakini yeye ni pamoja nasi. Maana Yesu akatuambia namna gani? Nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Tunaweza kuona pale katika Gethsemane quoted at Gethsemane kama tukienda kwa somo letu. Tunaona maombi. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko yanatuambia namna gani? Marko yanatuambia namna gani mwanzo wa kitabu cha Marko? Asubuhi na mapema Yesu aliweza kuamka na akianza kwenda mlimani kuweza kuomba. Jesus arose very early in the morning in the book of Mark and went to the mountainside to go and pray. What does that tell you? It is teaching me and you as Christians, we have to pray. La pili, ukizidi kutazama maandiko yanatuambia namna gani? Baada ya Yesu kwenda kufanya huduma yake mchana kutwa, in the evening he went to a desolate place to be able to pray. Baada ya kumaliza shughuli zake za siku ama huduma yake ya siku, alikuwa akienda kando pahala pia anaenda kuomba. What does that teach you? Kristo has shida ya maombi. We shall be able to see what are the enemies of prayer. What are the hindrances of prayer? We shall be able to see that. I think now I've been able to lay my ground well now. Let's go now to the questions that we were tackling. Now, katika ibada yetu ya siku ya leo, kuna maswali kadhaa walitaka kuweza kusemezana pamoja kutoka kwenye maisha ya Danieli. Na hivi ndivyo ambavyo nilikuwa nimeelekezwa tuweze kusemezana. Now, prayer is an important aspect of Christian faith, hence should not be neglected. The disciples requested Jesus to show them how to pray, for they identified him as a prayerful man. In reference to the book of Daniel, chapter 9 and 10, we should like you to answer the following questions during our service in regard to prayer. And you know, like kuna mambo kadhaa tulitaka tunaweza kutazama siku ya leo kuhusiana na maisha ya Danieli kutoka kwa kitabu cha Danieli mlango wa 9 na mlango wa 10. Na moja hapo ya swali ndio hili, kuna maswali karibu 5 tutakuwa tukiweza kupitia kwa haraka. Why do we pray? That one thing of the things which are able to see. Jambo la pili, does praying change the mind of God? Number 3, why did all powerful God take 21 days to answer Daniel prayers as demonstrated by the reference scripture? Number 4, can answers to prayer be hastened or delayed as a result of warfare between the righteous angel and evil angel as shown in the part of the scripture? That is it. Hayo ni zile sehemu tunaenda kuweza kutazama. Na sasa pale ambapo somo letu pia linatoka kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 9 na ni mlango wa 10. Maana sababu ya muda tu nitaweza kupitia kwa ufupi. Kimoja, Danieli alikuwa ni nani? Danieli tunaelewa kwamba alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni Myahudi. Tunaelewa kwamba he was a Jew and he was a captive. Hao ni wale ambao waliweza kutekwa nyara ama pengine waliweza kushikwa mateka kutoka mji wa Juda. That when the Babylonian came and attacked the city of the city of Judah, the captives that were taken captive, he was one of them. But beyond being taken one of them, he was young when he was taken captive. Alipoanza kutekwa nyara alikuwa ni kijana, na baada ya kuanza kwenda ugenini hakutarudi
pale, tunaelewa vizuri sana. Walipoweza kufika pale, mfalme Nebukadneza akaweza kusema namna gani? Nitafutiwe wale vijana ambao wa Kiyahudi, wale ambao wanaonekana ni werevu na ni wazuri wa kupendeza, ili kwamba waweze kutumika katika ufalme. Na walipoweza kutafuta kwa vijana watatu, tunaelewa kwamba kulikuwa na Daniel, Meshach na Abednego. Na baada ya kuweza kupitia somo la mfalme, walimokuwa pale, walipoangalia chakula cha mfalme, wakasema we are not going to defile ourselves with the delicacies of the king. Sasa uweze ukajua kwa nini wakataa, pengine unajua wale watu walikuwa ni walimwengu. Uweze ukajua how the sacrifices they used to offer to their gods and the mixing of the meat and the light. So these guys wakasema sisi, wakajiomba kwamba wakaenda kwa yule jamaa mwenye alikuwa anasimamia wale wajuzi ambao walikuwa wamechaguliwa, wakamwomba tafadhali tungeleza kuomba ukiweza kutupatia mboga. Hatutakuwa tungelipenda kula chakula hiki kingine. Yule jamaa akamwambia tafadhali, mnataka kuhatarisha maisha yangu. Maana yake mkionekana tu ni mko dhaifu, nitachukuliwa, mfalme ataniangamiza. Akamwambia basi tupe muda wa siku kadhaa tuweze kukula mboga zetu na tuweze kuona tofauti. You know the story very well. Walipokula kile chakula kile ambacho walikuwa wameagiza, they looked heavier more than the rest. You know they are giant began there. This the man was called Belshazzar, yeah? Daniel. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejitoa kwa Mungu, wakiwa na vijana wenzake, lakini sehemu ambayo tunaongea leo ni haswa ni Danieli. Huyu Danieli, hebu tazama. Kijana huyu sasa, wakati huu katika sehemu ya mlango wa 9 na 10, he was old. He was about 85 years old. He was not a young man. But when he came to Babylon, he was a young man. He was a youth. He was a man who was able to serve under 3 kings. Alianza kwa kumtumikia Nebukadneza, akarudi akamtumikia mfalme wa pili ambaye alikuwa ni mjukuu wake Nebukadneza, na sasa alikuwa chini ya Cyrus. He was a man who served under 3 kings. He began when he was young, yakilia kama vile mko hapo mko bado ni wanarika. Unaona kwamba Danieli ni mtu wa kumuiga katika safari yake kwa Ukristo. Alianza kutembea na Mungu katika ujana wake, na sasa alikuwa ameshaanza kuwa mzee, lakini unaona kwamba bado alimpenda Mungu. Tazama, ulipoweza kuingia kwa campus, ulikuja kama unamjua Mungu. Ninakusihi kwa jina la Bwana, usiondoke campus ukiwa tu na kisomo minus ya Jesus. If you came with your Jesus, have Jesus with you, and what brought you here? This is Daniel. He was a captive. He came to Babylon. Though he was there, he never forsook his God. He never forsook the ways of God. He was so dedicated to serving his God that God really decided to walk with him and also making him a vessel of honor. Why? He was a man who was dedicated to God. So let me keep on going. Why do we pray? Kwa nini tuombe? Let me begin by saying kwamba maombi is not a ritual. Maombi si abracadabra. Maombi ni pale ambapo unatambua kwamba kuna Mungu aliye juu, aliyeumba mbingu, aliyeweza kuumba mbingu na pengine pia aliweza kuumba ulimwengu wote, na pia vitu ambavyo vilivyomo yeye ndio kupata kuweza kuviumba. Unatambua ukuu wake katika maisha yako. Unajua kuna watu siku hizi hawatambui Mungu. Wengine wanatuambia kwamba mpaka Mungu hayupo. Lakini maandiko yenyewe yanajitetea. Yanasema ni mpumbavu tu husema Mungu hayupo. Is only a fool who says there is no God in the book of Psalms. Kwa hiyo unapoomba unanyenyekea ukiweza kujua kwamba kuna mmoja aliye mkuu zaidi ya wewe ambaye unamhitaji, huwezi ukaishi bila yeye. Unaomba kwake. Prayer is not begging. Prayer is communication with God. Prayer is you sitting at his feet listening to him. It's not a matter of saying I want. Prayer is a communication. Mnasemezana. Anakusemeza na pia unamsemeza. So, what did Jesus say about prayer? Prayer, I want to say, requires perseverance. Hawezi ukaomba kama kwamba wewe sio mtu aliye na uvumilivu. Danieli alikuwa ni mtu mvumilivu, ndiposa aliweza kupata matokeo katika maombi yake. Hakuwa kiomba siku moja anaachisha.
If you check in the book of Daniel in his life, he was a man of prayer. He is a man, when the king gave order for them to be killed, and he told the guy who had been sent come to kill them, give us some time to seek the counsel of God. Aliweza kwenda mbele ya Mungu na wakomba wakina wenzie, na Mungu akaleta jawabu. Prayer brings answer, but prayer is not magic. Let us agree. Maombi sio uganga. Prayer is not magic. Prayer takes dedication. Prayer is work. Prayer is warfare. Prayer takes commitment. Prayer takes a clean heart. No wonder the psalmist said, who shall be able to stand before the holy mountain of God? Akasema kwamba mwandishi wa Zaburi, yule ambaye mikono yake ni safi, na yule pia midomo yake isiweza kusema uongo. Maana ukija kwa mchafu wa moyo mbele ya Mungu, hautaweza kuweza kuomba kwa njia inatakiwa. But the conditions of God are so good, whereby he says, unapokuja meponi mwake, if you repent and you confess your sin, he will be able to hear you. That's a good thing. Why do we pray? It takes perseverance. Uvumilivu unatakiwa. Paulo anasema hivi kwenye kitabu cha Kolosai 4 mstari wa 2. Continue in prayer. Endeleeni katika maombi. Na unaposema continue in prayer means what? Continue speaks of persistence and what? Constant. We are speaking about persistence and constance. Uvumilivu na yule mtu ambaye hakomi. Unajua shida ni kwamba wengi wetu tukianza kuomba, pengine tukiomba mara 2 3, tuone kama Mungu hajibu, tunaita kando. Always when you come to God, tarajia mambo matatu. Kuna ndio, kuna ngojea, na kuna hapana. Hizo ni jawabu za Mungu. Na zote ni nzuri kwako ukizichukua vizuri. Maana yule ambapo anapokuambia ndio, anaenda kuambia ndio leo, na pengine jambo hilo lichukua hata miaka 10, you will wait. Hiyo ndio shida sana wengi. Kungojea. You see, prayer is not like instant coffee. Kuna wakati Mungu anakuambia ndio, pengine lichukua miaka 10, wakati mwingine atakwambia ndio atende hapo na hapo. Jambo la pili, wakati mwingine Mungu anaweza kuambia ngoja, you will wait. Wakati mwingine atakwambia la, na akikwambia la inamaanisha kwamba kuna kingine kizuri ambacho amekuandalia. Will you tarry there till also he tells you, when he tells you no, this is the direction of what you take. Jesus taught persistent in prayer in 2 parts. Yesu akaifunza kwa kuwili. Katika kitabu cha Luka 18 mstari wa 1. Yesu akasema namna gani? Yapaswa wanadamu wakapata kuweza kuomba ili wasije wakadhirai. Men ought to pray so as not to faint. This was Jesus was speaking about it. Kwa hivyo inamaanisha kwamba usipoomba unaweza ukadhirai. Ikiwa uone nataka pengine mtu unasema kwamba siwezi ishi bila maombi, unajidanganya. Ndugu yangu, tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa vita vingi. Yesu akasema kwamba yapaswa wanadamu wakapata kuweza kuomba ili wasije wakadhirai. Alafu la pili, akianza kufunza kwenye kitabu cha Luka 11 mstari wa 5 hadi 10. Na akasema namna gani? Wacha Biblia kanimalizie pale kwamba Yesu alikuwa akisema yapaswa wanadamu waweze kuomba ili kwamba asije akakoma, kama sijamalizia sehemu nyingine. Akasema kwamba kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamuogopa Mungu, na kulikuwa na mwanamke mjane ambaye alikuwa akitafuta haki. Kila wakati alikuwa akija kwake akiweza kuomba haki. Yule hakimu akasema, jamani, mama huyu kanitosha, hata nimpe haki. Yesu hapo anasema, Jesus does not mean that God is an unfair judge. No. Yesu akasema ni kwa yule hakimu ambaye hakumjua Mungu aliweza kumpatia yule mama haki. Je, na wewe ambaye unayekuja kwa Mungu wako wa mbinguni hata kupatia haki? He will give you. Prayer takes persistent. Men ought to pray so as not to faint. La pili, Luke chapter 11 verse 5 to 10. Kuna Yesu akapatiana somo hili. Kulikuwa na jamaa ambaye alikuwa ameshaweza kulala. Akasikia mlango wake unabishwa, wageni wakaja kwake. Na aliposikia wageni
wanafika kwake hakuwa na kitu cha kuweza kuandalia. Ni lazima angeenda kwa jirani wake kuweza kutafuta. Akaenda akagonga kwa jirani wake. Yule jirani akamwambia, bwana, mimi nimeshaweza kulala na wanangu, mbona wanibishia mlango? Akabisha tena akamwambia, bwana, nimepata wageni wa kighafla na sina cha kuweza kuandalia mezani. Yesu ndiye alikuwa akifunza, sababu yule jamaa kuzidi kumka mlango, ilibidi yule jamaa aweze kuamka na aweze kumpatia mkate wa kutosha ili kwamba yule jamaa akashughulikia wageni wake. Yesu akawa anafunza, je, how about our heavenly Father? As we keep on knocking or praying, will He not also do marvelous in our lives? He will do it. What does prayer look like? Our prayers can be expressed in three basic forms. Ikiwa wewe unataka kusema kwamba unaomba, mambo matatu hutendeka katika maombi, ama maombi pia na sehemu tatu. Moja hapo is worship. First basic form of prayer, as we realize the greatness of God, His nearness to us, His love for us. Kimoja tunapokuja katika uweponi wa Mungu, tunaanza kwa kumwabudu. Tunapoanza kutambua yeye ni nani maishani mwetu, na tunatambua ukuu wake na alivyo karibu nasi. That is worship. And check on Daniel. He was a man who loved to worship God. He was a worshipper. Beyond being a prayerful man, he was a worshipper. Mwombezi yeyote ambaye huomba anatambua hivyo, we start by worshiping God. Number 2, petition. Whenever we bring our personal needs before God, asking for help, we engage in the prayer of petition. Then we come to this form of petition, the easiest of course, yeah? Kumwambia Mungu mahitaji yetu. That is very easy, si ni kweli? Hiyo sio kazi. Kazi ni ipi? Ni intercession. When we come to that part of intercession, this can be considered work. Worshiping God, that is a glorious thing. Brings us into the beautiful communion and fellowship with God. Petition, I am not working hard because I'm bringing my needs to God. Interceding for others, then I find I must labor. In Colossians chapter 4 verse 12, Paul speaks about a Epaphras, a bond servant of Christ, always laboring fervently for you in prayer. Prayer is a weapon. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba katika sehemu ya maombi kuna kuabudu, kuna kumjulisha Mungu pia hoja zetu, halafu baadaye pale sasa tunaingia pale uombezi upo. The injili. Katika sehemu ya pili, does prayer change the mind of God? Je, maombi yanaweza kubadilisha mawazo ya Mungu? Kumbuka Mungu ni Mungu mkuu, muumba nchi na vyote vilivyomo. Wewe waweza kumfanya Mungu abadilishe mawazo yake? Can God change his mind? I know the Bible says that he's not a man to change his mind, not a son of man to lie. Does prayer change the mind of God? Prayers do not and cannot change the purpose of God. Get me well. Prayers do not and cannot change the purpose of God. Though you pray fervently, though you petition with tears, though you pray for days, God is far too loving to give in just because of you are weeping. Just because you go before God and are weeping, does it mean that God will give in? Ndio kwa mfano pale kwa nyumbani kuna mtoto na wakati mwingine anajaribu pengine kutega kuweza kunitega. Nikikataa kitu naona kwamba ni kama kwamba nataka kulia. Nataka kwanza ni kama anaanza kuja uso. So that I can be able to give in. Sometimes it will put me somewhere wakati mwingine nikalegeza kama. Unafikiri Mungu hubadilika kwa sababu tunaweza kulia machoni mwake ama pengine tumemsukuma sana? La hasha. He is a righteous God and is still justified. Let's keep on going. God is far too loving to give in just because you are weeping and persevering for something. He knows would be detrimental to you and would destroy you in the end. Kuna vitu ambavyo Mungu anajua kukubaliana na wewe, mwisho vitakuangamiza, atakubali. Prayer doesn't change the purpose of God,
But prayer can change the action of God. You cannot change the purpose of God, but you can change the action of God. Ile hatua nitaka kuchukua anaweza acha, lakini bado anabakia Mungu mwenye haki. Na Mungu ambaye ni mtakatifu. He will never move from that. He is justified, he is righteous. He never changes from that. But he can change his action. For example, when in the city of Nineveh, God wanted to destroy that city. But when people humbled themselves before God, He changed. He never brought the judgment as per that time. He changed the action that He wanted to do to them. If you read in history later on, because they went back again to their wickedness, He acted on them. God is still righteous. God is still justified. He never moves from that. You cannot change the purpose of God. You cannot change the mind of God. But you can petition Him and the action can change. If you keep to the rule of the game, then better to do. Yeah. Prayer opens the door to allow Him to do those things He desires to do. Maombi hufungua milango ili kwamba akiweze kutenda mapenzi yake bora ndani ya maisha mwetu. It is giving God my consent to do what He desires in my life. God has given me a free will and will not violate my free will. Thus I must ask in order to receive. Kumbuka, God has given us a free will. He never forces Himself into you. But every time you humble yourself before Him, unampa ile nafasi kuweza kutenda mapenzi yake na majua maisha yako. This is Daniel. He was a man who gave himself to God in humility, and there he was studying the book of Jeremiah. Alikuwa akisoma kitabu cha Jeremiah. Na akaanza kutambua kwamba miaka 70 imeshaweza kuisha. Maana yake aliweza kutambua kwamba akiweza kuomba ndio pale Mungu sasa alianzana na yeye. Sababu alijitoa kwa Mungu, naye Mungu akaanza kutenda makuu ndani ya maisha yake. Why did an all-powerful God take 21 days to answer Daniel's prayer as demonstrated by the scripture? Kwa nini Mungu alichukua siku 21? Pengine hata nianzie pale katika mlango wa 9, niweze kukuja vizuri pale. Na katika mlango wa 9 tunaona kwamba alipokuwa akisoma, Daniel alipokuwa he was a good student of the word of God. Remember that. Remember at this time he's about 85 years old. Alikuwa ni mzee, but he was so dedicated. He knew his time with God. He never wanted anything to come in between him and his God. I don't know about you. Sijui mbona unakubali vitu vingine vikaja kati yako na Mungu. Je, ule wakati wako ambapo umeweza kujitoa kwa na Mungu, unakubali vitu vingine viweze kuja kati yako? Remember, he was a man who was very organized. He was a man who was a very busy man serving in a secular state. But beyond serving in a secular state, he knew how to divide his time well. Alikuwa anajua wakati wako wa maombi ni upi na wakati wako kufanya kazi ni upi. Kuna Wakristo ambao wakati mwingine hawajui kujipanga katika masaa yao. Wengi wamepoteza mpaka nafasi nzuri za kazi. Unaenda umechelewa kazini, bosi anakuuliza, bwana, mbona ukaja kazi umechelewa? Tulikuwa tumeenda maombi. You'll be fired. Arrange your time well. Kama unajua pastor kwa pale kazini saa 2, wewe amka bwana kama ni saa 11 na maliza mambo yako kuomba na nini saa 2 yule mdosi anatoka pale there. Daniel never stole the time that belonged to serving the king. He was a very organized man. He was a man also who took his time to study the word of God. Tujifunze to arrange our time well. Let me go over the area of chapter 9. In chapter 9, we see a prayer of Daniel the prophet.